katika shughuli yetu ya leo tumepata pia nafasi ya kuwakumbusha wananchi na kuwaambia kwamba tarehe 17 zoezi la kwenda kuboresha daftari la wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 linaenda kuanza katika maeneo yetu, jimbo la Kinondoni. Tulichowaambia wananchi hawa kwamba sasa hivi wale ambao wamehamia katika maeneo yetu wanahitajika waende wakabadilishe taarifa zao ili waweze kupiga kura katika eneo wanaloishi sasa hivi. Lakini vile vile tumezungumza na wazazi na vijana walioko hapa kwamba wale ambao mwaka 2020 hawakupiga kura, maana yake hawakufikia umri wa miaka 18, sasa hivi watakuwa ni watu wazima kwa maana wameshafikia miaka 18, waende wakajiandikishe katika daftari la wapiga kura ili nao vile vile waweze kutekeleza haki yao ya kupiga kura. Lakini wale ambao pengine picha zao kwa namna moja au nyingine walizipiga wakiwa vijana sana, sasa sura zao ni tofauti na walivyokuwa miaka ya nyuma, huu ni wakati vile vile wa kwenda kutengeneza upya taarifa zao. Na hata wale ambao wamepoteza kadi zao zile za kupiga kura waende kule ili waweze kupata huduma hiyo. Hivyo hili jambo tunalichukulia kwa uzito stahiki, kwa sababu tunaamini haki ya Mtanzania mojawapo ni kupiga kura, lakini huwezi ukapiga kura kama hujajiandikisha. Hivyo shime wananchi, tujitokeze kwa wingi, twende tukahuishe taarifa zetu, na kwa wale ambao wanatakiwa kujiandikisha waweze kujiandikisha. Hii imekuwa ni kawaida yangu kila mwaka inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani, huwa natoaga iftari kwa wananchi wangu hasa wenye uhitaji, kwa sababu najua kuna watu wanakuwa wamefunga lakini uwezo wao ni mdogo. Sasa kwa ajili ya kuwarahisishia kidogo ninachokuwa nacho nachangia kuwagawia kama hivi unavyoona leo. Kwa kweli hata mafundisho ya dini pia yanafundisha tunatakiwa tuwasaidie wale wenye uhitaji. Ukiwa na uwezo kidogo, basi yule asiye na uwezo umuone, umsaidie. Kwa kufanya hivyo thawabu za Mwenyezi Mungu lazima utazipata, lazima unazipata, kwa sababu mafundisho ya dini zote yanaelekeza hivyo. Hilo ni swala la muhimu sana. Ahmed Kitumbi ni mwenyekiti serikali ya mtaa wa Mtambani. Leo mheshimiwa diwani wa kata yetu Manfred Crispin Lioto ameendesha zoezi la kuwapa iftari wananchi wapatao 500 kwenye kata yetu ya Mzimuni. Na anafanya hivi kwa sababu tunajua tupo kwenye mfungo wa Kwaresma kwa Wakristo na tupo katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani kwa Waislamu. Kwa hiyo mheshimiwa diwani leo anagawa vyakula kwa maana ya kwamba iftari ili siweze kuwasaidia wananchi kwenye kata yetu ya Mzimuni. Kwa nitumie fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa diwani, na mgeni rasmi alikuwa ni mheshimiwa mbunge. Wote hawa wanafanya kazi kama ambayo wanaifanya mheshimiwa rais kule taifa katika kuweza kuwatumikia wananchi wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa jina naitwa Asma Mohamed Ali, ndiye katibu wa mheshimiwa diwani kata hii ya Mzimuni, Mheshimiwa Manfred Crispin Lioto. Lakini vile vile namshukuru sana mheshimiwa diwani kwa kujitoa kwake na moyo wake wa huruma na unyenyekevu kwa kuona umuhimu na faida ya kuwapatia wananchi wa kata ya Mzimuni futari, hasa katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma. Hivyo nichukue fursa hii kumpongeza mheshimiwa diwani kwa juhudi kubwa anazozifanya. Pia nimpongeze, anaenda kwa kasi kubwa kama anaenda na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.